Katika eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro iliundwa sheria mwaka 1959 inaitwa Ngorongoro Conservation Ordinance, ambayo sasa hivi inaitwa Ngorongoro Conservation Act, ambayo haijafanywa mabadiliko makubwa, especially ndani ya section 6 kipengele cha 6 cha sheria, ambacho kinaeleza majukumu matatu ya eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, ambalo jukumu la kwanza ni kulinda uhifadhi wa wanyamapori na maliasili zingine zilizoko pale, ikiwa ni pamoja na misitu, uoto wa asili na kila kitu. Ya pili ni kuendeleza utalii, na tatu ambayo iko mpaka sasa hivi kwenye sheria ni kulinda maslahi ya wananchi wenyeji wa eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro ambao ni Wamasai. Imetaja hilo, imetaja kabila la Wamasai. Kwa hiyo hayo ndio majukumu matatu ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, na hajawahi kubadilishwa, na ndivyo ilivyo mpaka tunavyoongea. Kwa hiyo katika uendelezaji, ukuaji wa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, hayo majukumu matatu ni muhimu: uhifadhi, utalii na haki za wenyeji wa eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, ambayo Profesa Shivji pamoja na Kapinga wameandika sana juu ya haki za hao watu katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Sasa kumekuwepo na mambo mengi, sijui niendelea hapo kidogo ili tuwe kwenye uelewa wa pamoja, maana ikiingia kwenye tupe ghafla kuna watu watakuwa tunawaacha. Lakini tangu wakati wa mwaka 59 kumekuwepo na mambo mengi yamejitokeza ndani ya eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, ambapo imekuwa ikionekana kwamba yale maslahi mawili yamekuwa yakipewa kipaumbele kwa gharama ya moja. Yale maslahi ya uhifadhi na maslahi ya utalii yamekuwa yakipata kipaumbele kuliko maslahi ya wananchi, na from time to time kumekuwepo na attempt nyingi za kuwaondoa wale wananchi ndani ya eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, na in fact wameshaondolewa kwenye baadhi ya maeneo. Moja mpaka mwaka 1975 kulikuwa na watu walikuwa wanaishi ndani ya Ngorongoro Crater, lakini mwaka 75 kulingana na mabadiliko ya sheria yaliyofanywa kwenye sheria ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, wananchi waliondolewa ndani ya eneo la Crater. Wananchi waliondolewa sehemu wanaita Ndutu, ambapo kuna Ndutu Lodge na structures zingine za kiutalii. Wananchi wameondolewa katika maeneo ya Mbakai, wameondolewa katika maeneo ya pale walipogunduaga lile fuvu la mtu wa zamani. Kwa hiyo kwa ujumla kumekuwepo na huo usumbufu, lakini vile vile katika nyakati mbalimbali na specifically mwaka 79 Ngorongoro ilipata hadhi ya kimataifa, ikawa inatambulika kama World Heritage Site. It is very complex, inahitaji utulivu sana uweze kufuata vizuri, kwa sababu ilipopata ile inscription ya UNESCO mwaka 1979 na kupandishwa kuwa World Heritage Site, ilikuwa inscribed kwa kategori ya Nature and Landscape. Maana yake ni nini? UNESCO anapoiangalia Ngorongoro hawaangalii swala la binadamu, wanapoiangalia Ngorongoro hawaangalii swala la tourism. Kwa hiyo wanafanya mission zao na wadau wake IUCN, ICROM na ICOMOS, wanafanya review yao ya kitu wanachoita outstanding universal value ya Ngorongoro. Outstanding universal value. Na hiyo outstanding universal value ya Ngorongoro ni ile inscription ya Ngorongoro kama World Heritage Site for Nature.
Kwa hiyo hawajali kama mtu analiwa na wanyama, hawajali kama kuna umaskini, hawajali kama watu wananyanyaswa, hawajali kama chochote kinachotokea, wao wanaangalia landscape na nature ya Ngorongoro. Kwa bahati mbaya, hiyo ndio wimbo mkubwa unaoimbwa na serikali yetu, kwamba kuna uharibifu Ngorongoro kwa kuangalia kigezo kimoja tu, inscription ya UNESCO. Kwa hiyo kuna ripoti mbalimbali zimekuwa zikijitokeza kwamba kuna ongezeko la mifugo, kuna ongezeko la watu, kwa hiyo watu waondolewe Ngorongoro. Na attempt ya kwanza iliyofanyika ni mwaka 1996. Baadhi ya wananchi walitolewa wakapelekwa sehemu moja huko ambayo imetajwa pia kwenye ripoti, wakapelekwa wanaita nini hiyo sehemu, nimesahau. Wakapelekwa kule kaya kadhaa. Sasa hivi wanatakiwa watolewe tena, commission imesema waondolewe. Kwa hiyo kumekuwepo na hizo harakati, lakini unfortunately hakuna serious statistics zinazosapoti kile kinachozungumzwa. Hata ukijaribu kuangalia projections kwa sababu hata population projections zinazotolewa juu ya ongezeko la idadi ya watu ni projections, si hazijafanywa hiyo sensa. Na ukijaribu kuangalia, ukilinganisha ongezeko la watu wa Ngorongoro na ongezeko la Watanzania kwa ujumla, unakuta Ngorongoro inaongezeka kwa asilimia zaidi ya 3.7 wakati ongezeko la population ya nchi ni kama 2.3. Sasa utashangaa watu wanazaliana zaidi, lakini it is all because ya kujaribu kuinfluence the support ya kimataifa na kitaifa juu ya uharibifu wa Ngorongoro. Ngorongoro imepoteza over 65% ya grazing land kwa invasive species. Mimea vamizi ni mojawapo ya tatizo kubwa sana kwa Ngorongoro. Yaani asilimia 65 ya Ngorongoro haifai kwa ajili ya mnyama yoyote, mnyama pori wala mifugo, kwa sababu ya mismanagement ya eneo hilo. Ukienda Kreta, Wamasai wana utaratibu wao wa kumanage resources. Inawezekana ikawa awkward, ikiwa ni pamoja na kuchoma magugu. Ilipigwa marufuku mwaka 75. Matokeo yake ni nini? Magugu pori yamejaa Ngorongoro Kreta. Hakuna, ukienda Ngorongoro Kreta sasa hivi hapa tunavyoongea, huwezi kukuta sungura, huwezi kukuta swala, huwezi kukuta mnyama mdogo. Kwa nini? Kwa sababu aina ya mimea iliyooteana pale haifai tena kwa wale wanyama. Utakuta tembo, utakuta nyati na wanyama wengine wakubwa, lakini wale wadogo wadogo, ile biodiversity imechange kabisa Ngorongoro kwa sababu ya ile mismanagement, and we are not talking about it. The most important thing ambayo serikali yetu inazungumzia ni swala zima la utalii, sio uhifadhi, hata ni utalii.